mwaga dawa. Mwaga dawa mimea. Naona daktari unafanya kazi. Ya, ni kote kote. Kote kote. Amina. Nenda huko hospitalini niko. Ukija kunyanjani niko. Kuna mambo mengine tuko. Hata wakati mwingine na kuona unapiga injili pia wewe. Sawa kabisa. Kwa hivyo pia kazi ya utumishi huko. Shika injili na twanga kabisa. Kwa hivyo hata huko kwa utumishi. Unafanya vizuri sana. Amina. Yaani unasema pale itakapoangukia ifanyiwe hapo hapo. Hapo itakapoangukia ni hapo. Hapo tunamalizana nayo hapo. Okay. Hiyo ni kama unajua Nabii wetu Ellen White alisema vizuri sana kwamba Wakristo waadventista tusiache mambo ya ukulima, kwa sababu kupitia kwa hilo ndipo utakapoepuka kule kuwa tunamilikiwa na watu wasiomjua Mungu. Okay, na ni kweli kabisa. Watu wasiomjua Mungu wakaanza kutumiliki sisi wenyewe. Ambao sasa tutakuwa, kwa sababu wanatumiliki kwa njia ya vyakula, na kwa njia ya kutuuzia vitu ambavyo wewe wenyewe wanajua wameziweka kemikali ambazo hazifai. Hapo ndipo basi. Hebu kiasi umezungumzia kuhusu kemikali. Hiyo unaopiga, maana unajua mtazamaji anaweza sema sasa huyu anazungumzia kuhusu kemikali. Hiyo unaopiga si kemikali. Hizi tunazopiga ni kemikali ambazo hazina madhara kwa mwili wa mwanadamu. Okay. Ila zinasaidia kuua wadudu ambao wako katika mimea. Na zinasaidia pia kuupa mmea mbolea. Okay. Baadhi zile ambazo zimeshapimwa na zikaonekana kwamba hazina shida. Lakini wakati unakuja ambapo watu kwa makusudi watakuwa wanaweka pale kemikali ambazo zitakuwa zinafanya watu wawe wanafikiria kwa jinsi ya njia tofauti. Fulani hivi. Kwa hiyo utakapofikia wakati ule, kile kitakachokusaidia wewe ni kile ambacho utakuwa wewe mwenyewe umekitengeneza wewe mwenyewe ukiamini pale shambani, chakula. Kwa njia hiyo pekee yake ndio utakapoepuka. Kumekuwa na mjadala karibuni kuhusu vyakula vya GMO. Okay. Na unajua GMO ingekubalika, sasa ingekuwa ni vigumu zaidi kutofautisha chakula ni mbegu ya GMO ama ni mbegu gani ambayo mtu amefanya nini? Anaitumia kwa shamba lake. Kabisa. Lakini kama wewe kwako wewe Mwadventista wa Sabato, ungejua vizuri sana kama wewe ni mkulima na una uzoefu kama hivi. Hapo ndipo unapojua ya kwamba mbegu hii sipandi na ninayopanda ni mbegu yangu fulani, kwa sababu hiyo inajua kwamba haitakupa madhara kama vile kansa mengine ama mambo mengine ambayo labda asante. Na labda niulize swali, kwa sababu umemtaja Mama White anayetambulika sana na Waadventista wengi wa Sabato. Na labda Waadventista wa Sabato wanaweza kuwa pengine wakapatana na video hii wakataka kujua mambo zaidi. Mama, kuna mahali fulani mama huyu White alizungumzia kuhusu country living. Labda unahusianaje? Je, inahusiana na kazi unayofanya, ama unaweza kueleza kuna ueledi fulani kuhusiana na country living, labda inaweza mfahamu mtu fulani ikiwa pengine wataweza kupata hili litaweza wasaidia. Okay, kuhusiana na country living, Ellen White aliongea vizuri sana, na hata hivi sasa hivi tunayaona. Okay. Ya kwamba maisha mjini mbeleni tunapoenda yatakuwa hayatibitiki tena. Na watu wa Mungu ingekuwa vizuri kama wangekuwa wanahamia mahali ambako si mjini. Mahali kwingine ambako si mjini, mbali na mjini. Okay. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya machafuko ambayo yamejaa katika mji. Number one, kukuza mtoto kwa katika mazingira ya mji, unajua ni mazingira ambayo pale watoto wanapata mafundisho mengi ya watoto. Yaani pale hali ya nidhamu pale imeshuka chini sana. Okay. Kwa hivyo si mazingira mazuri ya mtoto wako kukua. Na pili, kule mjini huwezi ukapata mahali kama shamba hivi wewe mwenyewe ukalima mahali pakubwa ukafanya kama irrigation kama hivi, isipokuwa tu huku mashambani. Na la tatu pia, kule mjini mambo ni mengi, kelele ni nyingi, na mahangaiko ya ulimwengu ni mengi. Mara hivi unaona maandamano hapa, mara hivi unasikia mji fulani kuna wezi, mara hivi mara yani hakuna amani. Usalama pia kule chini umeshuka sana. Okay. Kwa hivyo kunazo faida nyingi sana za kuishi katika
mahali ambapo si mjini, mahali mbali kidogo na mjini, kwa sababu huku ni amani. Kwa mfano saa hii hata sisikia hata mgurumo wa gari wala hata mtutu wote. Hakuna vitu kama hizo. Hakuna. Si rahisi. Ni generator yako tu ya maji. Ni generator yangu tu hiyo na nguruma hapo ambayo inaleta uhai. Okay. Maji ni uhai, kwa hivyo inaleta uhai. Kwa njia tofauti. Unaona mimea hapa inaleta uhai katika mazao kama haya. Kwa hivyo tunasema kwamba huko hayo mahangaiko si mazuri kwa watu wa Mungu. Okay. Utapata muda wewe na Mungu wako unapokuwa katika mahangaiko kama hayo. Utapata muda na Mungu wako unapokuwa katika mahangaiko ya mjini. Mara hili mara lile. Kwa hivyo Ellen White alikuwa kweli kabisa. Na sasa hivi tunaona tayari huko mijini jinsi tulivyojaa mahangaiko. Okay. Na tulivyojaa machafuko ya kila aina. Okay. Kila aina si mazlabu zimejaa kila mahali, zinapiga mziki ule ambao wewe si mzuri kwa masikio yako, lakini viko tu vinapiga pale. Okay. Mazlabu si baa, si watu ambao wametoka kwa ulevi, watu wametoka shughuli zao za ulevi, lakini bado wanakupigia kelele wewe mahali pale wanapofika. Kwa hivyo huko maisha mjini nayo ni ngumu, ila ukijipata uko mjini ng'ang'ana tu kwa kumshikilia Mungu. Si kwamba maisha mjini ni mabaya vile. Ellen White hajasema kwamba maisha mjini basi utakapoishi mjini hutaenda mbinguni, lakini yanakuwa kidogo vigumu sana yani kuna kuanga na shida kubwa kwako wewe kuconcentrate na kumwangalia Mungu. Okay. Yeah, kwa hivyo country living is real, and I would encourage all the Seventh-day Adventists, if you have an opportunity to do a country living life, just do it. For me, I was lucky because I was posted in a rural setting, and I'm using this as an opportunity to actually explore in agriculture and explore in some other sectors which are supported by the rural life. Okay, thank you. Asante basi ndugu mtazamaji. Huyu ni Daktari James Ndaa ambaye yuko katika maeneo haya wilayani Malindi ndani kabisa, huku maeneo ya Garashi mijini na vijijini vya Singwaya, mahali ambapo amefanya kazi nzuri ya ukulima, na basi tukaweza kufika maeneo haya ili kwamba tuweze kuangalia kazi hii ambayo inapendeza sana. Na haya unayoona hapa ni mazao, haya ni ukulima ambao amefanya. Haya yote ni mazao ya watermelon. Labda baadaye tutaweza kurejea aweze kutuzungumzia kiasi kuhusiana na upandaji wa mimea hii ya watermelon. Mahali hapa unaona sehemu yote hii ni mazao ambayo yamepandwa ya watermelon, na sio mara ya kwanza. Yeye mwenyewe kasema kwamba amekuwa akifanya hii kazi na amekuwa akivuna mazao ya watermelon na imekuwa akifanya vizuri sana. Jambo ambalo wengi sana tungeweza kuliangalia, tungeacha na ile hali ambayo inaonekana nchini kwetu Kenya kwamba watu wanalia ya kwamba chakula hakipatikani, lakini kumbe basi Mwenyezi Mungu amepatia wanadamu uwezo wa kufanya hivi, na amepeana akili na kila kitu, ya kwamba all resources Mungu ameweza kutupatia, ni sisi tuamue kuzinyakua na tuweze kuzitumia. Kama vile Mungu tu alikuwa amemwambia Musa ya kwamba uko na fimbo mkononi, ni jukumu la Musa ya kwamba alikuwa hajagundua ni kile kitu alicho nacho mkononi ya kwamba ni cha thamani. Endapo tutagundua ya kwamba vile tulivyo navyo ni vya thamani, ya kwamba watu watagundua ya kwamba huu msitu huu wote ni wa thamani, unaweza tumika, misitu hii yote inaweza tumika na ikafanya mazao mazuri, basi tutakuwa